Omba nami kwa dakika chache ikiwa ndoa yako inapitia magomvi ya mara kwa mara. Tambua kwamba amani kwenye ndoa inaletwa na wanandoa. Yaani wanandoa ndio mnaweza kuileta amani. Lakini chanzo cha amani yetu ni Mungu. Mungu ni upendo, anatupenda. Yeye ndio anayetupatia amani, ndio anayetupatia upendo. Upendo wa wanandoa Mungu ndio aliyeuleta. Kwa hiyo tunapomrudia Mungu, tunapoona ndoa zetu hazina amani, ni jambo la msingi. Unapopita kwenye situation ngumu ya kindoa, usikimbilie sehemu ya kwanza kuwa ni watu au kuwa ni ndugu. Wakati mwingine kila mmoja na matatizo yake na changamoto zake, na ndoa hazifanani. Mapito ambao unapitia wewe kwenye ndoa ni tofauti na mtu mwingine. Na ndio maana ndoa haina mwalimu wa moja kwa moja, kwa sababu staili ya ndoa yako ni tofauti na ndoa ya mtu mwingine. Lakini Mungu ndo anayejua ndoa kila mmoja, mambo yanayoendelea kwenye ndoa kila mmoja. Mungu anajua. Hizi nyumba tunazokaa zinaficha mengi. Kila nyumba ina siri yake. Kila nyumba ina changamoto yake. Wakati mwingine jitahidi kumshirikisha Mungu zaidi. Muombe Mungu. Jitahidi kujishusha na kuachilia. Hasira sio majibu. Hasira sio matokeo. Wakati mwingine roho ya hasira inaweza kukuletea matatizo zaidi. Jitahidi kuachilia. Jitahidi kumwambia Mungu, ninakuomba ingilia kati kwenye ndoa yangu. Wakati mwingine jitahidi kufunga kwa ajili ya ndoa yako. Omba. Biblia inasema kwamba na mwanamke atamlinda mume wake kwa maombi. Wewe ni mwanamke, ni mlinzi wa mume wako. Muombe. Wewe ni mwanaume, wewe ndio unatakiwa uwe baba, uwe kielelezo, uwe kichwa cha ndoa. Jitahidi kuombea ndoa yako unapoona majaribu yameongezeka, vita imekuwa ni kubwa. Wakati mwingine ndoa inaweza kusababishwa vita na watu wa karibu. Inategemea ni watu gani mmewaruhusu kwenye familia yenu. Lakini pia mara nyingi matatizo ya ndoa na changamoto za ndoa inakujaga kuleta shida kwenye uaminifu, kutokuaminiana, na wakati mwingine mambo ya uwazi, ukweli kwenye ndoa. Ndoa nyingi na vita nyingi za watu zinakuwa ni mambo ya uwazi, mambo ya uaminifu, mambo ya kutokujali. Kuna baadhi ya watu wameingiwa na roho ya kutokujali wenza wao. Kwa jambo hilo tu linafanya ndoa ipate changamoto. Lakini bado kuna magomvi ya aina nyingi, kuna changamoto za aina nyingi. Kuna vitu vingi kwenye ndoa, kuna maroho ya hasira, magubu, kuzila, tabia mbaya, maroho ya uzinifu na mengineyo. Lakini yote katika yote, tunaweza tukamwomba Mungu akasaidia ndoa zetu zikawa na amani. Mapito ya ndoa ni mapito magumu sana. Kati ya mapito ambayo yanaweza kumfanya mtu aishe kabisa, mojawapo ni pito la ndoa. Natambua kwamba kati ya mapito magumu tena ambayo huwezi kushia kirahisi na kila mmoja ni pito la ndoa. Mungu atakusaidia. Muombe Mungu. Kama huyo ni mwenza wako, basi Mungu anaweza kumbadilisha. Anaweza kubadilisha tabia yake. Wakati mwingine kuongea sana haiwezi kuleta matokeo. Ingia magotini, msi Mungu. Hakuna kitu ambacho hakina majibu kwenye magoti. Piga magoti, mwambie Mungu, ninaomba ingilia kati, rejesha ndoa yangu ipate amani. Nirejeshe amani ya ndoa yangu. Na kama kuna mahali shetani amepata mlango, anza kuomba, vunja, haribu, piga, lalua, ngoa. Mungu atakusaidia. Wakati mwingine toa hata sadaka kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya mwenza wako. Jitahidi kuomba, ombea familia yako. Ombea. Unajua kila mmoja ametoka kwenye familia yake, kila mmoja na malezi yake na asili yake. Tunapoungana wakati mwingine si kila jambo linaweza likaenda sawa sawa. Kwa hiyo vunja misingi ile inaokataana. Vunja maagano yale yanayopingana, na hakika Mungu atawasaidia na atarejesha amani. Kila mmoja na wajibu wa kumwombea mwenzie. Omba. Natambua kwamba kuna wengine mmoja kwenye ndoa ameamini, mwingine hajaamini, lakini bado haizui kumwomba Mungu. Andika jina lake, kamata nguo yake, kamata chochote kile. Ndani una nguo yake, una viatu vyake, una chochote. Kamata, una picha yake, una jina lake. Unamwambia Mungu, ninamleta mtu huyu, namleta mbele zako. Hii nguo, hili jasho, omba, fungua, na Mungu atawafungua. Lakini jambo lingine ambalo ni jambo la muhimu ambalo huwa linaweza kukusaidia kurejesha amani kwenye ndoa kwa haraka ni tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni kati ya kitu kinachoweza kurejesha amani kwa haraka pale ambapo unaona mambo hayajaenda sawa. Basi jiandae, uwe muwazi kwa mwenza wako, tafuta nafasi. Mkikutana, omba kabla ya kukutana. Mungu anawezaga kupitishaga amani kupitia njia hiyo. Bwana Mungu, ninasema asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye ametamani sasa kupata badiliko. Najua vita hazifanani, changamoto hazifanani. Huenda maelezo haya yote hakuna hata jambo moja linalohusiana na mapito ya ndoa yake. Lakini Mungu, kwa kuwa unasikia, naomba Mungu kutana na mtu huyu. Kutana na ndoa hii ambayo inakuhitaji wewe. Nami nimesimama kama muombezi na kama mwakilishi wako katika namna ya kunena. Nimekuja Bwana mbele zako kuleta hitaji la mtu huyu.
Nenda kila kinyume na kila nguvu ya giza inaondoa amani kwenye ndoa. Ewe roho ya kipepo, na kuamuru na kukuapisha, toka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka. Ewe roho ya shetani unaondoa amani kwenye ndoa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na amuru, ondoka. Ondoka kwenye ndoa hii. Roho ya uchungu, roho ya magomvi, roho ya kuondoa amani, roho ya chuki, kinyongo, toka kwenye kifua hicho. Toka kwa huyo mtu. Hii nguvu ya giza iliyomkamata mwenza wako na imuachie kuanzia sasa. Ewe roho ya kipepo uliyekaa katikati, ambayo unazuia upendo, unazuia kukumbukana, unazuia amani, na kuamuru, ondoka. Kila kizuizi ambacho kimekaa kwenye sura, pengine wewe unayenisikia sura yako imechafuliwa na yule adui. Wengine ndoa zenu zina majini mahaba. Adui anaharibu ndoa, anaondoa upendo, anaondoa kibali kwenye sura. Mwenza wako akikuangalia aoni kama ni mtu nzuri unayemvutia. Na ikomboa sura yako, na komboa sura yako, na komboa sura yako, na komboa sura yako, na komboa kibali chako kwenye ndoa. Ewe roho chafu, ondoka. Roho ya magomvi, ondoka. Roho ya magomvi, ondoka. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Na kupiga ewe roho chafu, hauna mamlaka, na kufukuza. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Pigwa kuanzia sasa, na kusambaratisha, na kuharibu, na kukemea. Achia ndoa, achia amani ya ndoa, achia wepesi kwenye ndoa, achia furaha ya ndoa. Na ifungua ndoa hii, na fungua amani hii iliyofungwa. Na amuru malaika wa zamu wapite, warejeshe amani kwa muujiza. Amani irudi kwa muujiza. Roho ya kujiinua, ya kutokushuka, na ikataa. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya kutokupendana, kutokuheshimiana, kutokujaliana, na ikataa. Mungu aingilie kati. Hasira, maamuzi mabaya yaliyokuwa yanakuja kichwani mwako, na yafukuza katika jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya kuomba, akupe hekima. Mungu akupe uongozi mzuri. Pokea neema, pokea amani, pokea nguvu ya kushinda majaribu haya, pokea nguvu ya kushinda pito hilo. Mungu akuwezeshe, amani irejee. Mungu aondoe mafarakano kwenye ndoa, aondoe magomvi kwenye ndoa. Ewe roho ya magomvi, ewe roho ya mapishano, toeka. Toeka kwa jina la Yesu. Na kataa mapishano. Mungu akusaidie. Mungu akupe hekima. Mungu ndo akawe mshauri wenu, akawe muamuzi wa ndoa hiyo, akawe kimbilio lenu katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akupake mafuta, akupe kibali kwa mwenza wako katika jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ndiko naomba na wewe. Maombi haya ni maombi muhimu. Naamini Mungu amekusaidia. Unaweza kurudia tena kuomba, utasikia amani ndani ya moyo. Jitahidi kushuka, jinyenyekeze. Kubali kwamba sisi ni wanadamu, hakuna aliyekamilika, na itakusaidia sana. Unasikia kuendelea kutamani kupata maombi zaidi? Karibu kwa njia ya WhatsApp kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. TikTok karibu kwa kuandika Maombi ni Dawa. YouTube channel karibu kwa kuandika Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na wakati mzuri.